Yes, bana, taarifa njema kwa mashabiki wa Simba Sports Club. Jumatatu ya leo ya Januari 19 mwaka 2026 ni taarifa ya Simba Sports Club kukamilisha usajili wa mshambuliaji wa kutoka APR Rwanda na mshambuliaji raia wa Mauritania anaitwa Mamadou Sy. Huyu ni mshambuliaji ambaye huu ni msimu wake wa pili akiwa na kikosi cha APR Rwanda, kwa sababu alijiunga na timu hii msimu uliomalizika kutokea katika kikosi cha Nouakchott Kings kutokea nchini kwao Mauritania, mahali ambapo alifanya vizuri katika ligi ya soka nchini huko, na akapata move ya kusajiliwa na APR mabingwa hawa ligi ya soka nchini Rwanda na timu ya kijeshi ambayo inafanya vizuri kutokea ukanda huu wa Afrika Mashariki, hususan huko nchini Rwanda. Sasa huyu Mamadou Sy alijiunga na APR kwa mkataba wa miaka miwili. Ni mshambuliaji wa katikati, lakini ana uwezo wa kutumika pia kama winga wa pembeni, lakini pia kama kiungo mshambuliaji nambari 10. Lakini kwa bahati mbaya sana, wakati anajiunga na APR nafasi yake ya kucheza ikawa ni finyu msimu uliomalizika, kwa sababu kwenye kikosi cha APR kuna mshambuliaji raia wa Burkina Faso anaitwa Sheikh Jibril Ouattara. Huyu ni mshambuliaji ambaye msimu uliomalizika katika kikosi cha APR yeye ndio alikuwa top scorer wa timu hiyo akifunga magoli 12 katika ligi ya soka ya Rwanda Premier League. Na huyu Mamadou Sy yeye mara nyingi alikuwa hapati nafasi ya kuanza kama mshambuliaji kiongozi, na mara nyingi alikuwa anacheza kutokea pembeni ama akicheza kama double strikers na huyu Jibril Sheikh Ouattara, mshambuliaji kinara wa APR ya Rwanda. Sasa namba zake hazikuwa nzuri msimu uliomalizika, kwa sababu kwenye ligi alifunga magoli 4, lakini kabla hajashiriki ligi ya soka ya Rwanda, kwenye sama aliyosajiliwa huyu Mamadou Sy alikuta timu hiyo ikishiriki mashindano ya kombe la Sekafa, ambapo APR ya Rwanda wao ndio walikuwa mabingwa. Kama mnakumbuka, walifunga Al Hilal ya Sudan katika finali. Katika michuano hiyo huyu bwana mdogo Mamadou Sy alifanikiwa kufunga magoli 2 katika tournament hiyo, ambayo APR ya Rwanda yeye alikuwa ni bingwa wa mashindano hayo ambayo yalifanyika Tanzania, na msimu uliomalizika pia mwaka 2025 yalifanyika Tanzania, ambapo Singida Black Stars wao ndio walichukua ubingwa katika finali ya mwaka jana. Na huyu Mamadou Sy ni mshambuliaji ambaye ana umri wa miaka 25, na moja kati ya vitu ambavyo vina highlight kama mshambuliaji ni uwezo wake wa kufind space, uwezo wake wa kufunga kwa aina tofauti. Na huko Rwanda, ukienda nchini Rwanda, amekuwa akifananishwa na mshambuliaji wa zamani wa timu ya Barcelona na Inter Milan, Samuel Eto'o Fils, legend huyu wa timu ya taifa ya Kameruni, kwa aina yake ya uchezaji, lakini pia aina yake ya kumalizia mipira katika nyavu za wapinzani. Ni mmoja kati ya washambuliaji ambao ni very technical finishers, yani huwa wanafunga magoli mazuri. Ndio maana haishangazi kuona Wanyarwanda na mashabiki ambao wanamshabikia mchezaji wakimfananisha na Samuel Eto'o Fils, legend wa mpira wa Afrika, lakini pia mchezaji wa kimataifa wa zamani wa timu ya taifa ya Cameroon na vilabu vya Barcelona, Inter Milan, Chelsea, Ange Machakala pamoja na Everton ya England. Sasa huyu Mamadou Sy kwa nini anajiunga na Simba kipindi hichi? Ni kwa sababu Simba Sports Club siku ya jana Jumapili walifanya biashara ya kumuuza mshambuliaji wao Stephen Dese Mukwala kuelekea katika kikosi cha Al Nassr Benghazi ya huko Libya. Na ukitazama katika kikosi cha Simba wanakuwa wamebakiwa na Jonathan Soa, ambaye yeye mpaka sasa hivi tunapozungumza ndio kinara ufungaji wa magoli katika kikosi cha Simba katika ligi ya soka Tanzania bara, akifunga magoli 3. Lakini kwa bahati mbaya alikutana na changamoto katika mchezo dhidi ya Azam FC. Alimpiga kiwiko kiungo wa Azam Himidi Mao Mkami, na akawa amefungiwa kutocheza michezo ya ligi ya soka Tanzania bara michezo 5. Na siku ya jana dhidi ya Mtibwa Sugar alikuwa anatumikia mchezo wake wa kwanza, kwa hiyo amebakiza michezo 4. Kwa hapa katikati Simba Sports Club watakuwa wamebakia tu na mshambuliaji mmoja ambaye ni Selemani Mwalimu Gomez, ambaye naye pia taarifa zinaelezwa kwamba kuna uwezekano kabla dirisha hili dogo la usajili kufungwa mwezi wa Januari, inawezekana akarejea katika kikosi chake katika timu yake ambayo inamiliki ya Wydad Club ya huko Morocco, then auzwe katika kikosi cha CR Belouizdad
ya huko nchini Algeria. Kwa hiyo katika kikosi cha Simba kama hilo deal la Selemani Mwalimu nao litatiki, ina maana watakuwa wamebakia na washambuliaji wawili ambaye ni Jonathan Soa pamoja na bwana mdogo ambaye amesajiliwa dirisha hili dogo kutoka katika kikosi cha Mbeya City, Baraka Mwangosi. Yes, Simba walikuwa wanaweza kuafford kwenda katika mashindano ya kimataifa pamoja na ligi kuu akiwa na Baraka Mwangosi, mshambuliaji kinda huyu pamoja na Jonathan Soa, ni kitu ambacho kilikuwa hakiwezekaniki. Ndio maana unaweza ukaona kwamba viongozi wa Simba wameact haraka kwenda katika ligi kuu ya soka ya Rwanda katika kikosi cha APR na kumchukua mshambuliaji Mamadou Sai, mmoja kati ya vijana ambao wanakuja na wanafanya vizuri katika mashindano mbalimbali ambayo wanashiriki, hasa katika ligi ya Rwanda, mahali ambapo msimu umalizika, nimekuambia alimaliza mashindano yote akifunga magoli 8, lakini msimu huu mpaka sasa hivi katika ligi kuu ya Rwanda ameshacheza mechi 6 na amefanikiwa kufunga magoli 4 na amekuwa katika kiwango kizuri sana. Kwa hiyo Simba wanapata mchezaji ambaye yupo katika kiwango bora kipindi hichi, ambaye anaweza akaja akaingia moja kwa moja kwenye kikosi chao na akatoa matokeo. Kwa hiyo ndo habari kubwa inahusu Simba Sports Club Jumatatu ya leo kukamilisha usajili wa mshambuliaji huyo raia wa Mauritania. Na huyu pia ni mchezaji wa kimataifa, ni mchezaji wa timu ya taifa ya Mauritania, kwa sababu katika international break iliyomalizika iliyopita mwezi wa 10 alipata call up ya kuitwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Mauritania. Kwa hiyo unaweza ukaona ni mchezaji ambaye graph yake ama trajectory yake inazidi kwenda juu, kutoka kuwa mchezaji mdogo mpaka kuwa mchezaji ambaye anaaminiwa mpaka kuitwa katika kikosi cha timu ya taifa lake la Mauritania. Usajili mpya katika kikosi cha Simba Sports Club bado unaendelea. Tayari Simba wameshakamilisha usajili wa Libase Gwe, lakini pia leo hii wamekamilisha usajili wa huyo mshambuliaji raia wa Mauritania ambaye alikuwa anacheza katika klabu ya APR ya Rwanda, Mamadou Sai. Na tayari kuna sajili nyingine ambazo zinaendelea katika kikosi cha Simba, ikiwemo mlinzi wa kati kutoka katika timu ya FC Banias ya huko Dubai na mlinzi wa zamani wa timu ya Stellenbosch Ismail Ture, lakini pia yupo nyota mwingine kama Kibabagi ambaye hajatambulishwa na wanatarajia wote kutambulishwa kwa siku za hivi karibuni. Simba Sports Club kukamilisha usajili wa mshambuliaji wa kutoka APR ya Rwanda na mshambuliaji raia wa Mauritania anaitwa Mamadou Sai. Huyu ni mshambuliaji ambaye huu ni msimu wake wa pili akiwa na kikosi cha APR ya Rwanda, kwa sababu alijiunga na timu hii msimu uliomalizika kutokea katika kikosi cha Nouakchott Kings kutokea nchini kwao Mauritania, mahali ambapo alifanya vizuri katika ligi ya soka nchini huko na akapata move ya kusajiliwa na APR mabingwa hawa ligi ya soka nchini Rwanda na timu ya kijeshi ambayo inafanya vizuri kutokea ukanda huu wa Afrika Mashariki, hususan huko nchini Rwanda. Sasa huyu Mamadou Sai alijiunga na APR kwa mkataba wa miaka 2. Ni mshambuliaji wa katikati, lakini ana uwezo wa kutumika pia kama winga wa pembeni, lakini pia kama kiungo mshambuliaji nambari 10. Lakini kwa bahati mbaya sana wakati anajiunga na APR nafasi yake ya kucheza ikawa ni finyu msimu uliomalizika, kwa sababu kwenye kikosi cha APR kuna mshambuliaji raia wa Burkina Faso anaitwa Sheikh Jibril Ouattara. Huyu ni mshambuliaji ambaye msimu uliomalizika katika kikosi cha APR yeye ndio alikuwa top scorer wa timu hiyo akifunga magoli 12 katika ligi kuu ya soka ya Rwanda Premier League. Na huyu Mamadou Sai yeye mara nyingi alikuwa hapati nafasi ya kuanza kama mshambuliaji kiongozi, na mara nyingi alikuwa anacheza kutokea pembeni ama akicheza kama double strikers na huyu Jibril Sheikh Ouattara, mshambuliaji kinara wa APR ya Rwanda. Sasa namba zake hazikuwa nzuri msimu uliomalizika kwa sababu kwenye ligi alifunga magoli 4, lakini kabla hajashiriki ligi ya soka ya Rwanda kwenye sama aliyosajiliwa huyu Mamadou Sai alikuta timu hiyo ikishiriki mashindano ya kombe la Sekafa, ambapo APR ya Rwanda wao ndio walikuwa mabingwa. Kama mnakumbuka, walifunga Al Hilal ya Sudan katika finali. Katika michuano hiyo huyu bwana mdogo Mamadou Sai alifanikiwa kufunga magoli 2 katika tournament hiyo, ambayo APR ya Rwanda yeye alikuwa ni bingwa wa mashindano hayo ambayo yalifanyika Tanzania, na msimu uliomalizika pia mwaka 2025 yalifanyika Tanzania, ambapo Singida Black Stars wao ndio walichukua ubingwa katika finali ya mwaka jana. Na huyu Mamadou Sai ni mshambuliaji ambaye ana umri wa miaka 25, na moja kati ya vitu ambavyo vina highlight kama mshambuliaji ni uwezo wake wa kufind space, uwezo wake wa kufunga kwa aina tofauti tofauti. Na huko Rwanda, ukienda nchini Rwanda,
amekuwa akifananishwa na mshambuliaji wa zamani wa timu ya Barcelona na Inter Milan, Samuel Eto'o Fils, legend huyu wa timu ya taifa ya Kameruni, kwa aina yake ya uchezaji, lakini pia aina yake ya kumalizia mipira katika nyavu za wapinzani. Ni mmoja kati ya washambuliaji ambao ni very technical finishers, yani huwa wanafunga magoli mazuri. Ndio maana haishangazi kuona Wanyarwanda na mashabiki ambao wanamshabikia mchezaji wakimfananisha na Samuel Eto'o Fils, legend wa mpira wa Afrika, lakini pia mchezaji wa kimataifa wa zamani wa timu ya taifa ya Cameroon na vilabu vya Barcelona, Inter Milan, Chelsea, Ange Machakala pamoja na Everton ya England. Sasa huyu Mamadou Sae kwa nini anajiunga na Simba kipindi hichi? Ni kwa sababu Simba Sports Club siku ya jana Jumapili walifanya biashara ya kumuuza mshambuliaji wao Stephen Dese Mukwala kuelekea katika kikosi cha Al Nassr Benghazi ya huko Libya. Na ukitazama katika kikosi cha Simba wanakuwa wamebakiwa na Jonathan Soa ambaye yeye mpaka sasa hivi tunavyozungumza ndio kinara ufungaji wa magoli katika kikosi cha Simba katika ligi ya soka Tanzania bara, akifunga magoli 3, lakini kwa bahati mbaya alikutana na changamoto katika mchezo dhidi ya Azam FC. Alimpiga kiwiko kiungo wa Azam Himidi Mao Mkami na akawa amefungiwa kutocheza michezo ya ligi ya soka Tanzania bara michezo 5. Na siku ya jana dhidi ya Mtibwa Sugar alikuwa anatumikia mchezo wake wa kwanza, kwa hiyo amebakiza michezo 4. Kwa hapa katikati Simba Sports Club watakuwa wamebakia tu na mshambuliaji mmoja ambaye ni Selemani Mwalimu Gomez, ambaye naye pia taarifa zinaelezwa kwamba kuna uwezekano kabla dirisha hili dogo la usajili kufungwa mwezi wa Januari, inawezekana akarejea katika kikosi chake katika timu yake ambayo inamiliki ya Wydad Club ya huko Morocco, then auzwe katika kikosi cha CR Belouizdad ya huko nchini Algeria. Kwa hiyo katika kikosi cha Simba kama hilo deal la Selemani Mwalimu nao litatiki, ina maana watakuwa wamebakia na washambuliaji wawili ambaye ni Jonathan Soa pamoja na bwana mdogo ambaye amesajiliwa dirisha hili dogo kutokea katika kikosi cha Mbeya City, Baraka Mwangosi. Yes, Simba walikuwa wanaweza kuafford kwenda katika mashindano ya kimataifa pamoja na ligi kuu akiwa na Baraka Mwangosi, mshambuliaji kinda huyu pamoja na Jonathan Soa, ni kitu ambacho kilikuwa hakiwezekaniki. Ndio maana unaweza kaona kwamba viongozi wa Simba wameact haraka kwenda katika ligi kuu ya soka ya Rwanda katika kikosi cha APR na kumchukua mshambuliaji Mamadou Sae, mmoja kati ya vijana ambao wanakuja na wanafanya vizuri katika mashindano mbalimbali ambao wanashiriki, hasa katika ligi ya Rwanda, mahali ambapo msimu umalizika, nimekuambia alimaliza mashindano yote akifunga magoli 8. Lakini msimu huu mpaka sasa hivi katika ligi kuu ya Rwanda ameshacheza mechi 6 na amefanikiwa kufunga magoli 4 na amekuwa katika kiwango kizuri sana. Kwa hiyo Simba wanapata mchezaji ambaye yupo katika kiwango bora kipindi hichi, ambaye anaweza akaja akaingia moja kwa moja kwenye kikosi chao na akatoa matokeo. Kwa hiyo ndo habari kubwa inahusu Simba Sports Club Jumatatu ya leo kukamilisha usajili wa mshambuliaji huyo raia wa Mauritania. Na huyu pia ni mchezaji wa kimataifa, ni mchezaji wa timu ya taifa ya Mauritania, kwa sababu katika international break iliyomalizika iliyopita mwezi wa 10 alipata call up ya kuitwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Mauritania. Kwa hiyo unaweza kuona ni mchezaji ambaye graph yake ama trajectory yake inazidi kwenda juu, kutoka kuwa mchezaji mdogo mpaka kuwa mchezaji ambaye anaaminiwa mpaka kuitwa katika kikosi cha timu ya taifa lake la Mauritania. Usajili mpya katika kikosi cha Simba Sports Club bado unaendelea. Tayari Simba wameshakamilisha usajili wa Libase Gwe, lakini pia leo hii wamekamilisha usajili wa huyo mshambuliaji raia wa Mauritania ambaye alikuwa anacheza katika klabu ya APR ya Rwanda, Mamadou Sae. Na tayari kuna sajili nyingine ambazo zinaendelea katika kikosi cha Simba, ikiwemo mlinzi wa kati kutoka katika timu ya FC Banias ya huko Dubai na mlinzi wa zamani wa timu ya Stellenbosch Ismail Ture, lakini pia yupo nyota mwingine kama Kibabage ambaye hajatambulishwa na wanatarajia wote kutambulishwa kwa siku za hivi karibuni.